BMP TV Professional Update. Walgani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara tena tunazidi kusogezea matangazo ya hapa na pale ambayo yanazidi kukuimarisha na kukupa mwanga wa mambo ambayo yanazidi kuendelea katika dunia ya sasa hivi ya utandawazi. Mtangazaji wako says Mr. Orange, tunazidi kuchanja mbuga vilivyo. Tafadhali like pia subscribe na pia jaribu kufollow page zetu kwa kule Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Hivyo utakometisha zaidi kila wakati utakuwa unapata update za moto. BMP TV Online ni yetu sote ambayo inazidi kukuwakilisha vyema kabisa katika mambo ambayo yanazidi kuendelea. Basi tujitupe huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Lambert Mende aliagiza barua kwa rais mstaafu Joseph Kabila, na tutafahamu mengi sana kuhusu barua hii ili tuweze kuelewa nini ambacho kiko kwenye barua hii. Pale tu ambapo utakuwa na ukakasi kidogo, ndugu mtazamaji, jaribu kuweka kwenye comment hapo na utujuze nini ambacho kinakusumbua, wapi hujaelewa, ili tuweze kueleweshana kidogo. Tuko hapa kwa ajili yako ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Bila kupoteza time, tunaanza kama na hivi na nukuu barua ya kiongozi huyu Lambert Mende ambaye aliagiza kwa Joseph Kabila, na tunaanza kama hivi. Nukuu yangu inakuwa kama na hivi: hotuba yako ambayo imemficha mhusika mkuu wa uharibifu wa nchi yetu tangu 1996 imenitia kwenye aina fulani ya kichefuchefu cha roho, na hisi kwa uchungu kwamba nimekuwa nikidanganywa kwa miaka mingi. Yale matumaini yaliyofifia ambayo yamefanya wananchi wa Kongo kukata tamaa ndiyo yamenisukuma kukuandikia maneno haya kwa njia ya nyongeza kufuatia ujumbe wako wa tarehe Mei 2025 na kurejea kwako nchini kupitia Goma, Kivu Kaskazini. Kwa hisia mchanganyiko nilifuatilia ujumbe wako pamoja na kurejea kwako kupitia nje ambao uko chini ya uangalizi wa kijeshi ya kigeni. Ni kweli hitaji ulilolitaja kwamba hotuba yako na ambalo pia limesisitizwa na viongozi wa chama chako cha PPRD la kujenga tena mshikamano wa kitaifa ulioyumba kutokana na vita na utawala mbovu ni jambo la haki na la kupongezwa. Lakini raia wengi wa Kongo wamechanganyikiwa kutokana na njia ya kipekee na isiyolingana na lengo hilo tukufu ambalo umechagua kuifuata kufikia azma hiyo. Kwa zaidi ya muhongo mmoja nilikuwa shahidi wa karibu wa mafanikio na mapungufu ya uongo wa nchi yetu. Chini yako siwezi kuunga mkono wazo ulilotoa kwenye hotuba yako kuwa hali ya kusikitisha ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatokana tu na mrithi wako Felix Antoine Tshisekedi. Kauli kama hiyo inatoa wazo kwamba kuondoka kwa Rais Tshisekedi tu madarakani kungetosha kuirudisha nchi kwenye njia ya maendeleo na ustawi, jambo ambalo si sahihi. Madai hayo yanapuuza sababu kuu thabiti na zilizo wazi za kurudi nyuma kwa Kongo, hasa uporaji wa kimfumo wa rasilimali zetu ulioambatana na kuingiliwa mara kwa mara na Rwanda, jambo ambalo limeendelea kupitia tawala za Mobutu, Laurent Desire Kabila yako mwenyewe na sasa linamkabili Tshisekedi ambaye anajaribu kulivunja jinamizi hilo. Mheshimiwa Rais, kulingana kwa baadhi ya vipande vya hotuba yako ya tarehe 23 Mei na njia uliyoichukua kunanitia kiwewe. Hii inapingana na kauli maarufu ya baba yako na mtangulizi wako mzee Laurent Desire Kabila ambaye tutaendelea kumkumbuka. Aliyependa kusema kilichosemwa lazima kifanyike. Katika akili yangu bado ninakumbuka onyo zako za mara kwa mara kuhusu njama za waporaji wa kimataifa na wa Kiafrika waliodhamiriwa kuendelea kuinyonya Kongo bila malipo. Ndiyo maana kunyamaza kwako kuhusu Rais Paul Kagame ambaye kwa karibu miongo mitatu amekuwa akiongoza uhalisia huu wa uharamia wa kisasa kunanipa mshtuko mkubwa.
Hotuba yako iliyoamua kumficha mhusika mkuu wa maangamizi ya nchi yetu tangu 1996 imeniletea aina fulani ya kichefuchefu cha roho. Nimebaki na hisia mbaya kuwa nimekuwa nikidanganywa kwa miaka mingi. Bila kudai kuwa na haki ya kukosoa uamuzi wako wa kurejea nchini kupitia Goma, ninajiona kwa kuwa nilikuwa mmoja waliodhibiwa kwa vikwazo vya Ulaya kwa kutetea kwa bidii maslahi ya taifa letu chini ya uongozi wako. Nina haki ya kueleza wasiwasi wangu kuhusu ishara mbaya iliyopo kwenye ukimya wako kuhusu jukumu lisilopingika la viongozi wa Rwanda na wasaidizi wao nje ya Afrika. Wasiwasi wangu una msingi kwa sababu unaonekana kuongoza nguvu kwa adui ambaye majeshi yake ndiyo yaliyohusika katika mauaji ya Mzee Laurent Desire Kabila mwaka 2001 na ambayo bado wanaendelea vifo na uharibifu katika sehemu mbalimbali za nchi yetu. Mheshimiwa Rais, nilishuhudia kwa macho yangu ya kusaidia juhudi zako za kupinga uvamizi wa Rwanda. Ndiyo maana mimi kama wakongomani wengi nimevurugwa sana na maneno ya ukimya wa hotuba yako ya tarehe 23 Mei ambayo imepuuza kabisa vitendo vya kinyama vya majeshi ya serikali ya Rwanda mashariki mwa Kongo. Si jambo linalokubalika hata kidogo kwamba vifo vya wakongomani zaidi ya 15,000 wasiokuwa na hatia waliouawa na muungano wa RDF, M23 na AFC kule Goma na Bukavu vifutike tu kwa njia ya kupuuzwa, jambo ambalo hotuba yako imechangia kulifunika. Ni kweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliwa na matatizo mbalimbali ya kiutawala, lakini hiyo haiwezi kamwe kuwa sababu ya kuwasafisha viongozi wa Rwanda dhidi ya ndima yao kwenye uvamizi wa kijeshi wa wazi dhidi ya nchi yetu. Je, mchanganyiko wa majeshi yetu ya ulinzi uliofanywa chini ya uongozi wako huko Sun City April 2002 pamoja na uigizaji mkubwa wa mawakala wa kigeni katika ngazi zote za kijeshi hauelezi vya kutosha udhaifu mkubwa unaomlaumu mrisi wako kwa kushindwa kupatia suluhisho? Nini Kongo na wakongomani watanufaika nacho iwapo viongozi wa juu wa taifa wataamua kuficha aina hii ya kasoro? Mheshimiwa Rais, ninakubali na kupongeza kukemea kwako Kabila ambao kwa sasa ni mojawapo ya sumu kubwa zinazotishia mshikamano wa kitaifa, lakini mtu anaweza kujiuliza inasaidiaje pale unapowaonyesha fadhila baadhi ya wakongomani ambao kwa makusudi wamekubali kuwa vibaraka wa majeshi ya Rwanda, majeshi yaliyohusika moja kwa moja katika mauaji ya kikabila ya baadhi ya jamii ya Kivu. Kwa maoni yangu, Kongo inahitaji zaidi ya yote mazungumzo ya kina na jumuishi kati ya nchi za eneo la Maziwa Makuu, Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda kuhusu mbinu za kukomesha misimamo mikali ya kikabila. Hakuna kinachoweza leo hii kuhalalisha au kusamehe ukaribu au ukimya wa rais mstaafu kwa wale wanaoendeleza uvamizi na uvurugu mashariki mwa nchi yetu, hasa kundi la M23 ambalo halijabadilisha lengo wala uaminifu tangu tulipopambana nalo pamoja mwaka 2012. Ninakutakia kila laheri Mheshimiwa Rais, huku nikikuhakikishia kwamba maneno haya yanatokana na uzalendo wa kweli. Lambert Mende Omalanga. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ni barua ambayo imeandikiwa na mwanasiasa huyo Mende ambaye alituma kwa rais huyo mstaafu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulenga maneno kama na hayo ambayo aliweza kuyaweka hapo. Kwa hiyo kauli yako sasa wewe ni hipi ndugu mtazamaji wetu wa BMP TV Online, ili tuwe kwa pamoja na umoja tuweze kujua nini ambacho kitakachoendelea na kinachojiri ni nini. Na huu ndo mwisho wa taarifa yetu hii. BMP TV Online inazidi kukupa mambo ya moto kabisa. Msomaji wako alikuwa ni mimi Says the Mr. Orange. BMP TV Online tunazidi kuchanja mbuga. Nenda
TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Follow page zetu ili uweze kwenda na kupata update kila wakati. Hata pia huko WhatsApp tuko kwenye namba hizo hapo ambazo ziko hapo kwenye screen, utapata update kila wakati punde tu ukisubscribe. Hata pia huko YouTube BMP TV Online ni yetu sote. Asante. BMP TV Professional Update.